Habari mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, na sasa ni wasaa wa kuangazia habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondae. Karibu. Serikali ya Hungary imewasilisha bungeni muswada wa kuanzisha ofisi mpya ya kupambana na rushwa, ikiwa ni moja ya njia za kutimiza ahadi ya Waziri Mkuu Peter Magyar ya kuchunguza madai ya ufisadi. Mwanahabari wetu Haji Hassan anatueleza kwa kina juu ya taarifa hii. Madai ya ufisadi yanadaiwa kutokea chini ya mtangulizi wake Viktor Orban. Magyar amesema madai ya rushwa yanayomkabili Orban ni pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka yake ambayo yameipa Hungary hasara kubwa ya kiuchumi na kiusalama kwa 8 hadi 10. Licha ya tuhuma hizo za ufisadi, Orban ameendelea kukanusha tuhuma zote za ufisadi dhidi yake, huku akiwataka wapeleke ushahidi wa kesi hiyo. Magyar, ambaye ushindi wake mkubwa katika uchaguzi wa Aprili uliuangusha utawala wa Orban wa miaka 16, huku akisema ofisi ya taifa ya kulinda na kurejesha mali za umma itakuwa gumzo muhimu ya kampeni yake ya kupambana na rushwa. Na sasa tuhame kutoka huko nchini Hungary tuelekee huko Ukraine, ambapo Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema maafisa wa nchi hiyo na muungano wa washirika wa Ulaya watafanya mkutano wao wa kwanza unaohusu maendeleo ya pamoja ya mifumo ya makombora ya kupambana na ballistic ya Kiev. Wakati hayo yakijiri, Ukraine imeanzisha uchunguzi wa jinai kufuatia mlipuko mkubwa katika bohari ya risasi huko Kiev Oblast wakati wa shambulio la Urusi. Kwa ufafanuzi wa taarifa hii tuungane na mwandishi wetu Joyce Pakomi. Rais Zelensky amesema nchi hiyo inaendelea kutengeneza mfumo wa ulinzi wa anga wa Freya kwa kushirikiana na nchi za Ulaya ili kuimarisha uwezo wa kukabiliana na makombora ya balistiki ya Urusi. Zelensky amebainisha kuwa mkutano wa kwanza wa washirika wa mradi huo utafanyika nchini Ufaransa, ambapo Ukraine itawasilisha mpango wa kuharakisha utafiti, uzalishaji na matumizi ya mfumo wa Freya kwa kushirikiana na mataifa ya Ulaya. Aidha, ameeleza kuwa Freya imelenga kuwa na uwezo wa kukinga makombora ya balistiki kama mfumo wa Patriot wa Marekani, huku ukilenga kuzalisha kwa wingi na kwa gharama nafuu ili kuimarisha ulinzi wa Ukraine na washirika wake. Wakati Ukraine ikiendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wake wa Ulaya katika kuendeleza mfumo wa ulinzi wa anga wa Freya, pia serikali hiyo imeanzisha uchunguzi wa jinai kufuatia mlipuko mkubwa ulioikumba bohari ya risasi ya shirika la ulinzi la huko mkoani Kiev. Na hii ni baada ya shambulio la makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Urusi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Zelensky, nchi 8 tayari zimesaini muungano wa kupambana na makombora ya balistiki, huku akisema mafanikio ya mradi huo yatategemea ushirikiano wa viwanda na uwezo wa uzalishaji wa washirika wa Ulaya. Taarifa yake Joyce Pakomi inatupeleka kuangazia ripoti ya Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake UN Women limesema takriban wanawake milioni 1 duniani wanakosa fursa ya kupata msaada wa kibinadamu na huduma nyingine muhimu kutokana na kupunguzwa kwa bajeti ya ufadhili ndani ya kipindi cha miezi 18 iliyopita. Mwanahabari wetu Samia Omali ametuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali hiyo imeathiri uwezo wa mashirika mengi yanayotoa huduma kwa wanawake na wasichana, hasa katika maeneo yanayokumbwa na migogoro, majanga ya kibinadamu na changamoto za kiuchumi, huku kupunguzwa kwa fedha hizo kumesababisha kudhoofika kwa huduma kama ulinzi, afya, msaada wa kisaikolojia na usaidizi wa kisheria. UN Women imeeleza kuwa 84% ya mashirika ya wanawake yaliyoshiriki katika utafiti wake yameripoti kuongezeka kwa mahitaji ya huduma tangu Januari 2025. Hata hivyo, uwezo wa kuyakidhi mahitaji hayo umekuwa mdogo kutokana na kupungua kwa ufadhili kutoka kwa baadhi ya wahisani wakubwa ikiwemo Marekani. Kwa upande wake, mkuu wa masuala ya kibinadamu wa UN Women, Sofia Koltop, amesema kila dola inayokatwa kutoka kwenye ufadhili wa mashirika ya wanawake ni sawa na kuwanyima manusura au unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na migogoro, pamoja na wanawake na wasichana waliolazimika kuyahama
makazi yao. Aidha, 90% ya makundi ya wanawake yaliyoshiriki katika utafiti huo yamesema hayawezi kukidhi kiwango cha sasa cha mahitaji ya walengwa hao kutokana na uhaba wa fedha za kuendesha shughuli mbalimbali za misaada na maendeleo. UN Women imeongeza kuwa kundi moja kati ya 5 ya mashirika hayo linatarajia kusitisha shughuli zake kwa muda au kufungwa kabisa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ujao iwapo hali ya ufadhili itaendelea kuwa mbaya. Hatua hiyo inaweza kuongeza hatari kwa wanawake na wasichana walio katika mazingira magumu. Shirika hilo pia limetoa wito kwa serikali, wafadhili wa kimataifa na wadau wa maendeleo kuongeza uwekezaji katika mashirika yanayohudumia wanawake ili kuhakikisha huduma muhimu zinaendelea kutolewa na kulinda haki, usalama na ustawi wa wanawake na wasichana. Hatimaye nchini Urusi. Urusi imeahidi kuisaidia Msumbiji katika suala la kuweka mikakati ya kuondoa tishio la magenge ya ugaidi katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo yanajiri mara baada ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kufanya ziara yake ya kikazi katika taifa hilo lililopo barani Afrika na kukutana na Rais Daniel Francisco Chapo mjini Maputo siku ya Alhamisi. Mwanahabari wetu Jordan Mgoli anaripotia kina kuhusiana na mkakati huo. Viongozi hao wamekutana wakati ambapo Msumbiji inakabiliwa na tishio la magenge ya kigaidi na kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama, kiuchumi na kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili ili kudhibiti tishio hilo. Katika mazungumzo hayo, Lavrov amesema kuwa Urusi iko tayari kujibu maombi ya Msumbiji kwa kutoa msaada utakaosaidia kuondoa vitisho vya makundi ya kigaidi yaliyosalia kaskazini mwa nchi hiyo na kurejesha hali ya utulivu. Mbali na masuala ya usalama, viongozi hao pia wamejadili ushirikiano wa kiuchumi, hususan kwenye mageuzi ya kiuchumi katika taifa la Msumbiji na kuongeza thamani ya maliasili kupitia usindikaji wa ndani wa rasilimali mbalimbali za taifa hilo. Aidha, Lavrov ameeleza juu ya uelekeo wa nchi nyingi za Afrika katika kusindika maliasili zao ndani ya nchi badala ya kuuza malighafi, akielekeza kuwa hatua hiyo ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi ndani ya bara hilo. Urusi na Msumbiji zimekuwa na uhusiano wa kidiplomasia kwa zaidi ya nusu karne sasa, uhusiano ulioanza wakati wa harakati za ukombozi wa Msumbiji kabla haijapata uhuru wake mwaka 1975. Na sasa tuangazie hali ya mlipuko wa Ebola huko nchini Kongo. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ametoa wito wa kuchukua hatua za haraka za kudhibiti Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yake, Fletcher amesema mkoa wa Ituri umekuwa kitovu cha mlipuko huo, huku virusi hivyo vikienea katika majimbo mengine kutokana na migogoro inayoendelea. Mwandishi wetu Salome Christian amefuatilia taarifa hii kwa kina. Fletcher ametoa wito huo kufuatiwa na ongezeko la maambukizi huko Kongo yanayotokana na harakati za mara kwa mara za watu kuhama makazi kutokana na migogoro inayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fletcher amesema ugonjwa huo ni zaidi ya dharura ya afya ya umma, akibainisha kwamba kabla ya mlipuko huo mamilioni walikabiliwa na migogoro, njaa, kuhama makazi, huduma duni za msingi na huduma duni za afya. Amesema Umoja wa Mataifa unaongeza kasi ya kukabiliana na Ebola na wadau wengine wanahitaji kuchukua hatua kwa haraka kama hiyo. Amesisitiza wahusika wawezeshe upatikanaji salama na endelevu wa wafanyakazi wa binadamu, afya na vifaa vya kukabiliana na majanga. Ametoa rai ya kufungua mipaka na njia za usambazaji, akiwataka wafadhili kuhakikisha ufadhili ulioahidiwa unawafikia watoa huduma kwa haraka. Na sasa tuelekee nchini Malawi. Serikali ya Malawi imesema imefanikiwa kuwarejesha raia wake 38,094 waliokuwa nchini Afrika Kusini ndani ya kipindi cha mwezi mmoja kufuatia kuongezeka kwa vitisho na mashambulizi dhidi ya wahamiaji. Operesheni hiyo ilifanyika kati ya Juni 7 na Julai 8, huku watu 6 wakipoteza maisha kutokana na maradhi waliokuwa nayo wakati wa safari ya kurejea nchini humo. Tupate ripoti ya kina kutoka kwa mwanahabari wetu Sabina Martin.
Kurejea kwa Wamalawi hao kunafuatia maandamano na machafuko kwa wiki kadhaa nchini Afrika Kusini yanayolenga wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, huku baadhi ya makundi yakishutumiwa kuchukua ajira na kutumia rasilimali za nchi hiyo, hali inayochochea mashambulizi na kufanya maelfu kuamua kurejea makwao. Kwa mujibu wa kamishna wa idara ya usimamizi wa majanga nchini Malawi, Wilson Molen, amesema watu 4 walifariki wakiwa safarini na 2 walifariki baada ya kuwasili nchini Malawi, huku wengi wao wakiwa tayari ni wagonjwa lakini walishindwa kupatiwa matibabu kutokana na kuhama mara kwa mara. Aidha, polisi nchini Afrika Kusini wameripoti kuwa watu 4 wageni wakiwemo raia wa Msumbiji 2, Malawi 1 na Mkushio 1 waliuawa katika ghasia hizo, jambo linaloongeza hofu miongoni mwa wahamiaji waliokuwa wakiishi na kufanya kazi nchini humo. Zaidi ya mabasi 570 yalitumika kuwahamisha raia wa Malawi kutoka nchini Afrika Kusini, mamlaka za mpaka zilisema. Wengi wa waliorejea walipitia kituo cha mpaka wa Beitrigage, huku Malawi wakiongozwa kwa idadi kubwa wakifuatiwa na raia wa Zimbabwe. Kamishna wa mamlaka wa mpaka wa Afrika Kusini Michael Masiapato amesema kwa ujumla takribani watu wapatao 6,000 kutoka mataifa mbalimbali waliondoka na kurejea makwao katika kipindi cha hivi karibuni. Mbali na wa Malawi, raia wa Ghana, Nigeria, Uganda, Msumbiji, Kenya na Zimbabwe pia waliondoka kupitia mipaka ya nchi kavu na viwanja vya ndege. Kwa upande mwingine, serikali ya Zimbabwe pia imesema imewasaidia raia wapatao 21,300 kurejea kutoka Afrika Kusini tangu mwishoni mwa mwezi Mei, huku Uganda pia ikithibitisha kuwarejesha raia 1,100 na serikali pia zingine zikiendelea kufuatilia hali hiyo, huku zikitoa msaada kwa raia wao waliorejea kutokana na athari za vurugu dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Na sasa tutamatishe taarifa zetu tukiangazia mkutano wa NATO uliofanyika wiki hii. Viongozi wa nchi wanachama wa muungano wa kujihami wa Atlantiki ya Kaskazini NATO wamehitimisha mkutano wao wa wiki hii kwa kuahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na kukabiliana na changamoto za usalama zinazoikabili dunia, ambapo mkutano huo ulijadili masuala mbalimbali ikiwemo vita vinavyoendelea nchini Ukraine, usalama wa Ulaya na vitisho vipya vya kimataifa. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi akiwemo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Waziri wa Uingereza Rishi Sunak na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mwandishi wetu Matilda Emilio amefuatilia kwa kina mkutano huo. Katika mkutano huo, viongozi hao wamesisitiza kuwa NATO itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine kupitia mafunzo kwa wanajeshi, vifaa vya kijeshi na ushirikiano wa kiusalama, huku wakisema hatua hizo zinalenga kuiwezesha Ukraine kujilinda na kuchangia utulivu wa eneo la Ulaya. Viongozi hao pia wamejadili ongezeko la vitisho vya mashambulizi ya mtandaoni, ugaidi na matumizi ya teknolojia mpya katika masuala ya kijeshi, huku wakikubaliana na ushirikiano wa karibu kati ya nchi wanachama ni muhimu ili kukabiliana na changamoto hizo kwa ufanisi. Akizungumza kwenye mkutano wa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kuwa ipo haja ya Ulaya kujitegemea zaidi katika masuala ya ulinzi, huku akiunga mkono ushirikiano wa karibu ndani ya NATO. Aidha, mkutano huo umesisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika sekta ya ulinzi kwa kuboresha uwezo wa majeshi, kuimarisha uzalishaji wa vifaa vya kijeshi na kuwezesha katika teknolojia ya kisasa zinazoweza kuimarisha usalama wa mataifa wanachama. Kwa kumalizia, viongozi wa NATO wametoa tamko la pamoja linalosisitiza mshikamano na muungano huo na dhamira ya kuendeleza kushirikiana katika kulinda usalama wa wanachama wake. Mtazamaji, hadi kufikia hapo, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SauTV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Ngondae. Endelea kufuatilia vipindi vingine kutoka hapa SauTV. Uwe na wakati mwema.